A family in Namanga, Kajiado County, is living through a near decade of pain and uncertainty after their kin disappeared in South Africa, where he had gone to search for work. Silas Kipkorir Butia left Kenya in 2017 in search of a truck driving job, but the family has not heard from him since. Efforts by the family and authorities to trace him have been futile. The family is now seeking intervention from the Kenyan government to help them find their kin. Holding up only what remains of their kin, photographs and fading memories. These families' somber faces reflect the deep pain that they have endured for nearly a decade. It all began in 2017 when Silas Kipkorir Butia left Kenya, hopeful that a truck driving job in Johannesburg would transform his young family's life. To fund the journey, the family sold their only 1-acre piece of land in Tarbo, in Gishu County, for 400,000 shillings. Kipkorir was 40 at the time, traveled alongside a cousin who had promised to help him secure a job. For 6 months, communication remained steady. His wife, Tekla Jebet, says he would call regularly until December that year, when the phone went silent, with a final 6,000 shillings sent to the family. Na alitoka 2017 mwezi wa 7 akienda kutafuta kazi, na tukawa na mawasiliano akienda mpaka akafika South Africa. Akiwa South Africa tuliongea naye kwa muda mfupi, na akiondoka alikuwa anatuma mapato kidogo na anapata kwa sababu ya school fees. Na mpaka saa hizi bila alipotea imekuwa muda mrefu, sijapata kumfahamu mahali yuko. 9 years later, his family still has no answers. Wakati mawasiliano ilipotea, ndio maisha ikawa ngumu. Manake niko na watoto wanahitaji school fees. Mimi binafsi mawasiliano haiko. Maswali ya watoto ni mengi. Kulipa kodi, chakula na school fees. Because ile shamba alikuwa nayo, aliuza shamba yake eka moja na akaenda South Africa kutafuta kazi. Hakatuacha kwa nyumba ya kukodisha. Efforts to trace Kipkorir, including reaching out to the Kenyan embassy in South Africa, have yielded no results. The cousin who traveled with him returned in 2018 but provided little information. Sasa huyo mtoto yangu nipata miaka 10, sijui na nini. Sijui amekufa, sijui yuko. Sasa mimi naomba kama serikali nayo saidia mimi. Naomba government of Kenya ama mtu yote tu mwenye anatuona, tunaomba kama wanaweza fuatilia mahali yuko. Back home, the disappearance continues to weigh heavily on the family, who are desperate to find out if their kin is still alive or dead.